Mambo yameweza kuchemka, mambo yameweza kuharibika. Mtazamaji wangu, niweze kukaribisha ndani ya makala yetu ya asubuhi ya leo, ili kwamba niweze kukuzungumzia au kukuelezea mazito ambayo yameweza kutokea ndani ya taifa letu la Kenya, ambayo pia wengi wamekuwa kiweza kuzidi kuogopa kuzungumzia. Lakini siku ya leo siri hii nzito tutakuwa tukiweza kuiangazia moja kwa moja ndani ya video yetu ya siku ya leo, na hivyo niweze kukopa lako sikio ili kwamba hatua kwa hatua tuweze kuzamia ndani ya makala yetu ya siku ya leo. Unajua mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto mambo yake yashaweza kuisha kabisa. Unajua ule upendo ambao alikuwa ameweza kupata kutoka kwa Wakenya, kwa sasa upendo huu umeweza kudidimia na umeweza kubaki ni kama uadui. Na sasa Wakenya wengi sana wamekuwa kiweza kuonekana katika mitandao ya kijamii, katika kila nyanja zote, huku wakiweza kuonyesha ishara tu kwamba uongozi, serikali ambayo iko sasa hivi imeweza kufeli pakubwa kuweza kuwatekelezea majukumu yao. So kabla sijaweza kuanza video hii, nitakachoweza kusema kwamba ni kwa sasa I have no doubt, nina uhakika wa 100% kwamba Rais William Samoei Ruto asipozungumza na vijana, sioni kama ataweza kutoboa mwaka 2027. Na kuna kitu hapa ambacho kinazidi kupangwa, ambacho kitu hiki mtazamaji wangu ni kitu kizito sana, ambacho pia ndicho kinaweza kumletea ushindi rais. Ni kitu kipi hiki ambacho nakizungumzia, na ni kwa nini kinazidi kupangwa sasa hivi wakati ambapo ni mapema sana? Kabla sijaweza kukuelezea mtazamaji wangu, ningependa kwa moyo mnyenyekevu, iwapo ni mara kwanza kuweza kujiunga nasi ndani ya video hii, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja mtazamaji wangu, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kuweza kujiunga nasi. Basi karibu ili kwamba tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. You know, dear viewers, I told you that this was a marriage between or a marriage of convenience that will crumble very soon. Na wengi wakaweza kuchukulia ni kama ilikuwa mzaa. But as we are speaking now, things have now started boiling. Mambo yameweza kuanza kuchemuka sasa hivi mtazamaji wangu, and that is what is happening on the ground. Kinachozidi kuendelea ni kwamba hata kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga ashaweza kuonyesha ishara kwamba pia naye ameweza kuchoka na anataka kutoka. And you know, Raila ataweza kuondoka, na atakapoondoka mtazamaji wangu, ningependa uelewe kitu kimoja sasa. Atakapoondoka, basi ataweza kwanza kuikashifu serikali hii. We all know that kwamba sasa hivi yuko ndani ya serikali, licha yeye kuweza kukua amekuwa akisema kwamba hayuko, lakini ukweli ni kwamba yuko. Na kwa kila ambacho bwana Raila ameweza kwanza kukizungumza, ndicho ambacho hata kimeweza kunifanya niweze kuja kuzungumza leo. Aliweza kuzungumza ujumbe huu tarehe 26 mwezi wa 4. Na aliweza kusema, ningependa nikunukulie kila ambacho aliweza kusema, ndiposa tuweze kuwa katika ukurasa mmoja mimi na wewe.
aliweza kusema hivi, there is no coalition between UDA and ODM. It is an arrangement based on signed MOU. When Governor James Orengo talks, he is talking on the basis of the MOU between ODM and UDA. He has not committed any crime. He has the democratic right to say what he was saying. When Governor Anyang' Nyong'o speaks about devolution, he is speaking the language of ODM. So mtazamaji wangu, ndicho kitu ambacho kinazidi kuendelea. Ndicho kitu ambacho kinazidi kuendelea kugonga vichwa vya habari, au kinazidi kuendelea kutanda. Na hivyo nimeona ni vyema ili kwamba pia nao waweze kuelewa. Let me see, my camera is not stable. Yeah, there we go. So kwa kila ambacho kinazidi kuendelea hapa hivi, mtazamaji wangu, there is only one hope. There is only one way to go and one way to finish. Na hiyo njia ni huyu ambaye ni bwana Rais William Samoei Ruto, kuweza kutafuta njia ya kipekee kuweza kuzungumza na vijana wa Gen Z. Manake hilo lisipoweza kufanyika, basi hakuna matunda ambayo yataweza kuzaliwa hapa. Hakuna ushindi ambao utaweza kutokea. Njia pekee ni, mtazamaji wangu, hawa ambao ni vijana wa Gen Z kuongeleshwa. Njia pekee, ningependa unielewe kidogo mtazamaji wangu, njia pekee ni watu wa Mlima Kenya pia kuweza kuhusishwa. Iwapo hilo halitaweza kufanyika, iwapo hilo halitaweza kutendeka, basi sioni kama kama hivi karibuni mambo yataweza kuwa mazuri kama vile ambavyo tulikuwa tukiweza kutarajia. Na naona kwa makini kabisa kwamba hapa mambo yataweza kuharibika katika 100%. Mambo yataweza kuharibika. So kwa hivyo leo nilikuwa nimesema lazima niweze kuja tuzungumzie ili tuweze kuona, je, ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya taifa letu la Kenya? Ni kipi ambacho tunafaa tuweze kukisubiria kuweza kukiona ndani ya taifa letu la Kenya? Na hayo ndio ambayo yamekuwa makala yetu ya asubuhi ya leo, lakini kabla hujaweza kuondoka, nina swali moja ambalo ningependa niweze kusikia maoni yako kabla uondoke. Swali hili ni hili: je, kulingana na vile mambo yanavyozidi kwenda sasa hivi ndani ya taifa letu la Kenya, unaona Rais William Samoei Ruto akishinda uchaguzi wa mwaka wa 2027? Tupe maoni yako ya comment section, na pia tena usahau kuweza kujiunga nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, and I will see you guys in our next video.